Huko nchini Marekani, Elon Musk anaamua kuondoka katika ikulu ya White House akitangaza kwamba DOGE itaendelea, lakini amechukua maamuzi ya kuwa pembeni katika utawala wa sasa wa Rais Donald Trump. Elon Musk, bilionea na mmiliki wa X zamani Twitter, amethibitisha kuondoka kwake kutoka katika serikali ya Rais Donald Trump. Musk alikuwa akiongoza juhudi kubwa za kupunguza ukubwa na matumizi ya serikali ya Marekani zilizosababisha maelfu ya nafasi za kazi za serikali ni kufutwa. Katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X, Musk alimshukuru Trump kwa fursa ya kusaidia kuendesha idara ya ufanisi serikalini inayojulikana kama DOGE. Ikulu ya White House ilianza kumwondolea Musk nafasi yake kama mfanyakazi maalum wa serikali Jumatano usiku. Jukumu lake lilikuwa ni la muda mfupi na kuondoka kwake hakukutarajiwa, lakini linakuja siku moja baada ya Musk kukosoa mswada mkuu wa bajeti ya Trump ambao unapendekeza kusitishwa kwa kodi ya mamilioni ya dola na ongezeko la matumizi ya ulinzi. Musk alieleza kuwa muda wake kama mfanyakazi maalum wa serikali umefikia kikomo na akaeleza shukrani zake kwa Rais Donald Trump kwa fursa ya kupunguza matumizi mabaya. Alisisitiza kuwa DOGE itaendelea kuimarika kadri inavyokuwa sehemu ya maisha katika serikali nzima, akionyesha imani yake katika kuendelea kwa mradi huo. Mjasiriamali huyo wa teknolojia mwenye asili ya Afrika ya Kusini alikuwa ameteuliwa kama mfanyakazi maalum wa serikali, akifanya kazi ya shirikisho kwa siku 130 kila mwaka. Licha ya kuondoka kwake kukaribiana na kikomo hicho cha muda, taarifa za kuondoka kwake zilikuja baada ya kueleza kukata tamaa na mswada wa bajeti wa Trump ambao alihofia utaongeza nakisi ya shinikizo na kudhoofisha kazi ya DOGE. Kulingana na makadirio, takribani wafanyakazi 260,000 kati ya milioni 2.3 wamepoteza kazi zao au kukubali mikataba ya kuacha kazi kwa hiari kutokana na mradi huo wa DOGE, na katika baadhi ya matukio majaji wa shirikisho walisitisha kufukuzwa kazi kwa wingi na kuamuru wafanyakazi waliofukuzwa warejeshwe kazini. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia.